Taarifa zilizotufikia hivi punde ni kwamba klabu ya Simba tayari imeshaachana na striker wake Baleke baada ya kukitumikia klabu ya Simba, na hii imekuja kujitokeza baada ya timu ya Simba Sport Club imekuwa katika hatua nzito au kuchukua maamuzi magumu kuachana na baadhi ya wachezaji wake ambao walikuwa naitumikia Simba Sport Club. Na mwingine ambaye amepewa mkono wa kwaheri ni Moses Firi. Taarifa hii ya Moses Firi ni kwamba tayari ameshaachana na klabu ya Simba. Kama awali nilivyokuwekea video yangu ambayo nilikwambia kwamba klabu ya Simba imeshafikia tamati au imeshafikia makubaliano ya mwisho na Moses Firi ili kuvunja mkataba kwa ajili ya kutumikia klabu nyingine. Sasa kumekuwa na huzuni hususan kwa mashabiki wa Simba. Nimepitia baadhi ya comment katika kurasa za jamii ukianza na Facebook, Twitter na Instagram ya ambayo page official ya Simba Sport Club. Nimejaribu kufanya review kidogo kwa kufanya research kuona mashabiki wamepokea vipi taarifa hizi za wachezaji wao ambao walionekana na viwango, lakini walionekana kama kuna mapungufu kidogo. Jaribu kujua kwamba mashabiki wamezipokea hizi taarifa, lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba huenda labda ulifikiria mashabiki watafurahi kwa hiki ambacho kimetokea, lakini kumekuwa na vilio vikubwa sana, hususan kuachana na mchezaji kama Moses Firi. Tukiachana na Baleke, ni kwamba alionekana kuwa na performance nzuri, lakini ile finishing alionekana kuwa na weakness kidogo, hususan kwenye swala la finishing, kutokuwa makini, lakini alikuwa na uwezo wa kushuti na vitu kadha wa kadha ambavyo kama mchezaji anawajibika au anatakiwa kuvifanya. Kwa hiyo kwa hiki ambacho Simba walichokifanya hususan kwa Moses Firi, tayari wameshavunja naye mkataba. Kwa hiyo Moses Firi hayupo tena katika klabu ya Simba. Kwa hiyo mashabiki wameonekana kuwa na huzuni kubwa sana, kwa sababu Moses Firi alionekana kuwa na kiwango kizuri. Nimejaribu kupitia baadhi ya maoni kwamba kwa nini mashabiki wanahuzunika au hawajazipokea kwa furaha taarifa za kuachana na Moses Firi ni pamoja na klabu ya Simba. Ni kwamba kwa baadhi ya comment au maoni ya mashabiki wamedai kwamba Moses Firi alikuwa hapewi muda wa kutosha, hususan katika kucheza. Mara nyingi alikuwa anatoka sabu, anakasa na bench, kondo, kitu ambacho kilimpelekea kama kufifia kwa kipaji chake, lakini bado ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo mashabiki walikuwa bado wana imani naye kwamba ana uwezo mkubwa Moses Firi. Kwa hiyo kilichopelekea kwamba kuonekana kama kiwango chake hakiko vizuri ni kutokana na zile sabu au kukaa sana benchi. Ndio kitu ambacho mashabiki wamesema kwamba ndio kitu ambacho kilimpelekea Moses Firi kukosa ile fitness ya kimchezo au psychologically. Mchezaji anatakiwa awe fitness, yani awe fitness muda wote. Inamaanisha kwamba anapokuwa anataka kucheza, akili yake ikae stable. Inamaanisha kwamba isikae na kitu chochote ambacho kinaweza kikafanya performance yake ikakaa vibaya. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi sana wachezaji huwa wanashauriwa wanaandaliwa kwanza, huwa wanaandaliwa kisaikolojia kwamba hata kama wana game ngumu kiasi gani, kwa wanaandaliwa kifikra kwamba ni kwa namna gani wanaweza kuwin hiyo mechi au hiyo game ambayo watacheza na mpinzani, na hivyo kuwafanya ile hali kuichukulia kama ni ya kawaida au kuizoea, na kupitia hiyo tu ndo mchezaji inamfanya mchezaji anakuwa aware na kile kitu, na maana kuwa na aware kwamba hapa natakiwa nikawajibike vipi katika hiyo game. Kwa hiyo nadhani kwa hiki ambacho kimetokea kwa klabu ya Simba ambao wameachana na Moses Firi pamoja na Baleke, sisi kama Michezo Online TV tunatakia kila laheri Moses Firi
pamoja na Baleke katika majukumu yao mapya, katika challenge zao mpya. Kwa hiyo tunatakia kila laheri na kila jambo liwe na heri kwao. Kwa hiyo sasa, kama ni mara ya kwanza mwanafamilia, nikukumbushe au nikwambie usubscribe maneno mekundu ambayo yako chini ya video, utakuwa kwanza kabisa kupata habari zetu punde tunapozitoa. Na pia